Katika hatua inayozua hofu mpya duniani, mkuu wa International Atomic Energy Agency IAEA, Rafael Grossi, ametangaza kuwa kuna ongezeko la haraka la shughuli za nyuklia katika kituo kikuu cha Korea Kaskazini cha Yongbyon. Kauli hii imeongeza wasiwasi mkubwa kuhusu uwezo wa North Korea kuimarisha silaha zake za nyuklia kwa kasi zaidi kuliko ilivyotarajiwa. Kituo cha Yongbyon Nuclear Scientific Research Center ndicho kitovu cha mpango wa nyuklia wa Korea Kaskazini. Hapo ndipo plutonium na vifaa vingine muhimu vya kutengeneza silaha za atomiki huzalishwa na hutengenezewa. Kwa mujibu wa taarifa ya Grossi, shughuli zimeongezeka kwa kasi, uzalishaji wa malighafi za nyuklia unaendelea kwa kiwango kikubwa na uwezo wa kutengeneza silaha za nyuklia zaidi zinaongezeka. Hii ina maana kuwa Pyongyang sasa inaweza kuwa karibu zaidi na kuongeza akiba yake ya silaha hatari za nyuklia. Grossi alitumia maneno mazito kueleza hali hiyo, akisema kuwa kuna ongezeko hatari katika uwezo wa Korea Kaskazini kuzalisha silaha za nyuklia. Kwa makadirio ya sasa, Korea Kaskazini inaaminika kuwa tayari ina makumi kadhaa ya vichwa vya nyuklia, yani warheads, na idadi hiyo inaweza kuongezeka haraka ikiwa shughuli hizi zitaendelea bila kudhibitiwa. Ongezeko hili lina athari kubwa kwa usalama wa kimataifa. Moja, Asia Mashariki itakuwa kwenye hatari kubwa. Majirani wa Korea Kaskazini kama Korea Kusini na Japan wako katika hatari kubwa zaidi, hasa kutokana na uwezo wa makombora ya masafa marefu ya Pyongyang. Mbili, mvutano na Marekani. Marekani imekuwa ikipinga vikali mpango wa nyuklia wa Korea Kaskazini, na hatua hii inaweza kuongeza mvutano zaidi kati ya pande hizo mbili. Na namba tatu, kudhoofika kwa diplomasia ya Asia. Mazungumzo ya nyuklia kati ya Korea Kaskazini na mataifa ya Magharibi yamekwama kwa muda mrefu zaidi. Ongezeko hili linaweza kufanya makubaliano kuwa magumu zaidi kufikiwa. Je, Korea Kaskazini inalenga nini? Hatua hii inaweza kuwa na malengo kadhaa ya kimkakati. Moja, kujilinda dhidi ya maadui wake kwa kuongeza nguvu ya nyuklia, yani deterrence. Mbili, kuongeza ushawishi wake mezani mwa mazungumzo, na tatu, kuonyesha nguvu kwa dunia katika kipindi ambacho migogoro mingine inaendelea duniani. Kwa kifupi, nyuklia kwa Pyongyang si tu silaha, ni chombo cha kisiasa na diplomasia. Onyo hili la Rafael Grossi linaashiria hali mbaya inayoweza kujitokeza ikiwa hatua hazitochukuliwa mapema. Ukuaji huu wa haraka wa uwezo wa nyuklia wa Korea Kaskazini unaweza kuvuruga usawa wa nguvu katika Asia, kuongeza hatari ya mashindano ya silaha za nyuklia na hata kuibua mgogoro mkubwa zaidi wa kimataifa. Swali linalobaki ni hili: je, dunia itachukua hatua kabla hali haijafikia hatua hatari zaidi? Kwa sababu katika masuala ya nyuklia, kuchelewa kuchukua hatua kunaweza kugharimu dunia nzima.